Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa ya tukio la uhalifu lililotokea tarehe 4 Februari 2026 saa 4 kamili asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa Unyamwaga, kata ya Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo, Yego Mapina, mkazi wa Sogea, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, alishambuliwa na watu watatu wasiojulikana akiwa njiani kutoka benki ya NBC Tunduma. Washambuliaji hao walimfyatulia risasi na kumsababisha jeraha kiunoni upande wa kushoto na kumnyang'anya fedha taslim kiasi cha shilingi milioni 54 za Kitanzania. Muhanga alikimbizwa katika kituo cha afya cha Tunduma ambapo alipatiwa matibabu ya awali na baadaye alihamishwa hospitali ya rufaa mkoa wa Songwe kwa ajili ya matibabu zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa kina sambamba na msako mkali ili kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wa tukio hilo na kuwafikisha mahakamani kwa hatua zaidi. Katika tukio jingine, jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa ya tukio la kifo kilichotokea tarehe 1 Februari 2026 saa 7 kamili mchana katika maeneo ya Mto Itemba, kijiji cha Lukululu, kata ya Mlangali, tarafa Iyula, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo lilomhusisha Feriki Kareai mwenye umri wa miaka 54, mkulima mkazi wa kijiji cha Lukululu, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, alikutwa akiwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa umefukiwa na kifusi pembeni mwa Mto Itemba. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa chanzo cha tukio hilo, marehemu alikuwa anachimba kifusi hicho kwa lengo la kutafuta madini aina ya dhahabu, hali iliyopelekea kifusi hicho kuporomoka na kumfukia na kumsababishia kifo chake. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha kujihusisha na shughuli za uchimbaji wa madini kiholela na bila kufuata taratibu za usalama, kwani shughuli hizo ni hatarishi na kuweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha. Pia iliwaomba wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kufanikisha kuwakamata watuhumiwa waliohusika katika tukio la unyang'anyi kwa kutumia silaha. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.